maombi yangu leo, Mungu akakutoe kwenye ukawaida. Utoke kwenye ukawaida. Haukuumbwa uwe mtu wa kawaida. Haukuumbwa uwe hivyo ulivyo. Haleluya. Haukuumbwa uwe wa kawaida. Narudia tena, wewe sio wa kawaida. Ila kuna vitu ambavyo vimekufanya uwe hivyo ulivyo. Lakini ukitoka hapo ukatazama kile Mungu anaongea na ukaelewa jinsi ulivyoumbwa, hakika wewe sio wa kawaida. Haleluya. Tuko kwenye wiki ya neema ya kifedha. Tunaitafuta nguvu ya maarifa ambayo inamfanya mtu aweze kufanikiwa. Haleluya. Nilipotaka kujifunza namna ambavyo product ya Mungu inahitaji kubadilika kwenda kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, nilianza kujifunza katika mambo tofauti makuu mawili. Jambo la kwanza ni kutafiti yai la mwanadamu. Jambo la pili ni kulitafiti yai la ndege au kuku. Na ndipo nikaelewa kwamba hata mimi kuna vitu nikijifunza na nikatamani kukua zaidi na zaidi, naweza nikatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Haleluya. Haleluya. Amen. Niulize swali. Kuku wakati ametotolewa huwa anatoka na manyoya? Mtoto wa ndege aliyezaliwa huwa anatoka na manyoya? Siku moja nikaa chini najiuliza sana, kwa sababu naona kuku akianza kutotoa vifaranga vyake vinatoka vimevishwa nguo vikiwa na manyoleo, vile vinyoleo vyake, na kadri anakuwa manyoya yanaanza kuota. Wakati ndege anazaliwa yuko uchi, ni mweupe ambaye hana hata upunje wa nyoya. Nikaanza kutafiti mambo mengi, na ndipo nilijua kwamba kumbe nimeumbwa kwa mfano wa tofauti, kama Daudi anavyosema kwamba tumeumbwa kwa mfano wa ajabu. Lakini ule uumbaji wa Mungu aliyekuumba, je, uko hivyo kama alivyokuumba yeye? Je, unaelewa kiupana wake uumbaji ambao Mungu aliuweka ndani yako, au unajitazama kutokana na mazingira ambayo uko nayo? Sasa leo natamani kwenda na wewe, kwa sababu wiki hii natamani kusaidia wale wanaozani hawawezi kukua wala kuongezeka, iwe kiroho, iwe kibiashara.
Ukiona kuna mahali uwe kibiashara unafeli kwa ujinga wako. Uwe kuna mahali tunakwama kwa ujinga wa kwetu. Sio kwamba Mungu ameshindwa kutuinua, sio kana kwamba Mungu ameshindwa kutubariki. Mungu alishatubariki, lakini kuna vitu vinatufelisha kwenye maisha yetu. Na hapo ndipo nataka tuongelee sana. Na akili za watu wengi, mara nyingi kila anayetamani mafanikio, akili za watu wengi ziko kwenye pesa. Lakini mimi nitauliza swali, unaitafuta pesa hiyo kwa nani? Kwa sababu pesa haikujiweka tu, ina mwenye nayo. Ina mwenye nayo. Mimi nataka tutafakari maneno haya kabla sijaenda mbali sana. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo na sura ya 13 kuanzia mlango wa 2. Unaweza kusoma tu mlango wa 2. Inasema Ibrahimu alikuwa tajiri wa mifugo. Mwanzo sura ya 13 na mstari wa 2. Ndio. Naye Abraham alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Alikuwa tajiri kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Tuko pamoja? Ndio. Wakati huko anasema mwenzetu anatutambulisha yeye alikuwa ni tajiri wa mifugo, wa fedha na dhahabu. Mwandishi mmoja anatupa neno, anasema Mungu anajibu mwenyewe kwamba fedha na dhahabu ni mali yangu. Fedha na dhahabu ni mali yangu. Kumbe hata wewe unayetafuta pesa, unaiwinda pesa kwenye mikono ya nani? Kwa sababu pesa iko na mwenye nayo. Hagai sura ya 2 mlango wa 8. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu. Au ngoja nikusaidie, nianzie mstari wa 6 alafu ona anachokizungumza. Nenda mpaka 9. Kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi. Mungu anasema hivi, mara moja tena ni kwa muda mfupi tu, mimi nitatikisa hizo mbingu na hii nchi na bahari na nchi kavu, nami nitatikisa mataifa yote na vitu vinavyotamaniwa na watu kokote waliko. Alafu anasema vitu hivi vitakuja, sio mwanadamu atavifuata. Vitu hivi vitakuja, alafu mimi nitaijaza nyumba hii heshima, asema Bwana wa majeshi. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu. Maana heshima ya nyumba hii, heshima utakayekuwa nayo wewe itakuwa ni kubwa kuliko heshima aliyeipataga baba yako. Asema Bwana wa majeshi. Katika mahali hapa neno langu lipo kwenye
fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu. Ndugu, unaitafuta pesa, unaitafuta pesa kwenye mikono ya nani? Kwa sababu hakuna pesa au chochote unachokihitaji wewe kinachoning'inia hewani. Kila unachokihitaji kina mwenye nacho. Yaani hakuna kitu kilichojiweka. Chochote unachokihitaji kina mwenyewe. Na kanuni ya kimwili kabisa, huwezi kubeba kitu cha mtu bila ridhaa yake. Na kama utabeba kitu cha mtu bila ridhaa yake, maana yake wewe ni mwizi. Haleluya. Amen. Wezi hoye. Mtikise jirani yako, kama wewe sio mwizi, pesa unaitafutaje? Kuna watu Mungu anashindwa kuwabariki wakainuka, wakaongezeka kwa sababu ni majambazi. Kuna watu anashindwa kuwainua kwa sababu ni matapeli. Sasa sizungumzi na wewe, nazungumza na wale kule nje, sababu tulisema ni seminar. Nimesema nifundishe neema ya kifedha. Wengi wanafikiri neema ya kifedha ni shilingi 10, ni shilingi 200 au 10,000. Neema ya kifedha sizungumzii noti ulionayo. Nazungumzia nguvu ya kibali kinacholeta pesa. Kama unanielewa? Amen. Neema ya kifedha, narudia tena, napozungumzia neema ya kifedha sizungumzii 2,000 yako, nazungumzia nguvu ya kibali. Naongelea nguvu ya kibali kinachokuwezesha wewe kupata pesa. Kwa sababu neema hii ukiipata inakuwezesha kupata pesa, 1. 2, inakuwezesha namna ya kuisimamia pesa. 3, inakuongoza namna ya kuitumia pesa. Leo ninaenda taratibu tu, sina haraka, naweka msingi. Wewe msaidie mtu mmoja anayeandika. Nguvu ya kifedha au neema ya kifedha au mafanikio ya kifedha sio matokeo ya kuwa na pesa nyingi. Nguvu ya kifedha au neema ya kifedha ama mafanikio ya kifedha sio matokeo ya kuwa na pesa nyingi. Nguvu ya kifedha au mafanikio, nguvu ya kifedha au neema ya kifedha ama mafanikio ya kifedha sio matokeo ya kuwa na pesa nyingi. Naongea Kiunguja hapa. Iko hivi, ukiona mtu ana pesa nyingi, unanielewa eh? Haina maana ana hii nguvu. Nguvu hii haitokani na kuwa na pesa nyingi ndipo seme nina neema ya kifedha. Haitokani na kuwa na magorofa
ndipo sema nina neema ya kifedha. La hasha. Watu wengi mtazamo wetu uko kwenye kuwa na mali nyingi. Watu wengi mtazamo wetu uko kwenye kuwa na mali nyingi. Tunatamani kuwa na mali nyingi, ama hakuna anayetamani hicho? Hakuna anayetamani kuwa na fedha? Mtazamo wa kila mtu. Sasa hapa nisikilize, wiki hii itakusaidia sana, kitakachotofautisha. Kwa nini tunazungumzaga maono na kupenda kitu, vitu viwili tofauti? Watu wengi mtazamo wetu uko kwenye kuwa na mali nyingi, lakini hakuna anayefikiri ni kwa jinsi gani anaweza kufikia hapo anapotaka. Narudia tena, lakini hakuna anayefikiri ni kwa jinsi gani anaweza kufikia hapo anapotaka. Lakini hakuna anayefikiri ni kwa jinsi gani anaweza kufikia hapo anapotaka. Na hii imepelekea watu wengi sana, sema watu wengi sana, kuingia kutafuta ajira na kuwa watumwa wa ajira. Usinielewe vibaya, sijasema kuajiriwa ni vibaya. Narudia tena, hii imepelekea watu wengi kutafuta ajira na kuwa watumwa wa ajira, kwa sababu hawana picha zaidi, hawana picha nyingine zaidi ya kutafuta pesa. Niulize wewe unayeuza miogo, una picha ipi ulionayo katika kuuza miogo kwako? Watu wengi wamekuwa watumwa wa kazi, wa ajira. Ninaongea nikiwa wazi kwako kwamba ajira ni utumwa, tena ni utumwa usio na kikomo. Leo nataka ndani ya wiki hii unifuatilie vizuri, itakusaidia hata wewe unayenisikia na kwingineko. Ajira ni utumwa, kama utumwa mwingine, na utumwa huu hauna mwisho. Nataka kusaidia tu, na ndio maana kuna watu wengi zewe wana uwezo mkubwa, wamepewa vyeo mpaka maserikalini, wana vyeo vikubwa,
lakini anapokuja kustaafu hana kitu. Wengine wanakufa kiholo, wengine wameachiliwa, wengine wako serikalini, wengine hatujazaliwa wenyewe wako tayari serikalini. Lakini leo hii wakisema tunakufuta kazi, anaweza poteza maisha kwa presha. Kinachofanya poteze maisha kwa presha ni nini? Kwa sababu hana nguvu ya neema ya kifedha, na akili zake ziko kutafuta pesa. Kinachokuja kumuua ni namna gani? Sasa nilizoea kuwa na pesa kwa sababu ya hiyo kazi, lakini wamekata mlija wa kazi. Wasiwasi kubwa ni namna gani pesa nitaipata. Na wengine wamekaa tangu, wengine tujazaliwa, wako kwenye ajira na wanakuja na staafu, kaambulia kujenga nyumba, tena vyumba vyenyewe unakuta vyumba vile vidogo vidogo utafikiri vya kufugia simbilisi. Huyo naye amejenga hapo na amepata kidogo na kauwanja kakuweka migomba miwili ya ndizi, naye kafanikiwa. Utashangaa watu hawa walipata pesa nyingi sana. Na hata wewe hapo alipo umepata pesa nyingi sana. Kama umepata pesa nyingi sana, kwa nini uko hivi ulivyo mpaka leo? Mpaka leo mtu yoyote anayetamani kufika kwenye eneo fulani, kwanza lazima awe na hali ya picha ndani. Ndani yake, ili aweze kuwa na uwezo wa kufikiri na kuwa na uwezo wa kudhibiti akili yake. Yaani huyo mtu lazima ajijengee uwezo ndani wa fikra. Yaani kabla hajatafuta pesa, huyo mtu lazima awe na nguvu ndani ya fikra inayemwezesha namna gani anaweza ipata pesa. Vile vile awe na uwezo wa kudhibiti akili zake. Usianze kulinda kitu cha jirani wakati akili za kwako umeshindwa kuzilinda, umeshindwa kuziwekea mipaka. Lazima uwe na uwezo wa kudhibiti akili zako. Pia ajijengee nidhamu katika jambo analolifanya. Unayetaka kwenda masafa marefu kwenye maisha, nimesema jitengenezee uwezo. Tengeneza uwezo wa fikra, jijengee uwezo wa fikra, jijengee uwezo wa kudhibiti akili zako, alafu jiwekee nidhamu kwenye kila jambo unalolifanya, kwa sababu bila nidhamu kuna vitu hautakaa upokee,
na hata kama vitakuja kwenye maisha ya kwako, wewe utakuwa ni njia, kuna mahali vinaenda. Ndio maana pesa itakuja mkononi mwako inapitiliza. Kwa hiyo pesa haitakaa, kwa sababu umekosa vitu vitatu: fikira zako mbovu, fikira zako mbovu, ile nguvu ya kudhibiti akili huna, alafu huna nidhamu. Pesa ikai, pesa ikai. Hata kama ni kijana mdogo sana unayeona tayari umefika kiwango cha kupewa hata shilingi 200, 300, jitengenezee uwezo. Usizalau 2000 ulionayo, jitengenezee uwezo wa kifikra utakao kusaidia namna ya kuchambulia mahesabu ya namna utakavyoitumia pesa hii. Leo ule kiasi gani, kesho ibaki akiba, na akiba isibaki inaitwa akiba na ikabaki kwenye fungu la akiba. Akiba inayobaki iwe kwenye maelekezo maalum. Pesa inayobaki inabaki kwa ajili ya kazi gani? Kama utasema unabakisha pesa kama sehemu ya akiba, na wakati huna fikra za kufikiri pesa hii itakuja kufanya kazi gani kesho, mwanangu, kula tu. Kwa sababu hata ukiweka pesa haina maana. Utacheza vikoba usiku na mchana, lakini haina maana. Na siku utakayechukua kikoba chako na itaishia siku hiyo hiyo, kwa sababu haina maana, haijapangiliwa. Haleluya. Uwezo kudhibiti akili zako. Pia ujijengee nidhamu katika jambo unalolifanya, kwa kuwa mtu kabla hajawa na pesa mkononi huwa tayari anazo kichwani mwake, kwa sababu narudia tena, kwa kuwa mtu kabla hajawa na pesa mkononi huwa tayari anazo kichwani mwake, kwa sababu fedha ni matokeo ya fikira au mtazamo na maamuzi ya kila siku. Sema pesa ni matokeo ya fikra au mtazamo na maamuzi ya kila siku. Kila kunapokucha umejijengea maamuzi gani? Kila kunapokucha umejijengea mtazamo gani? Kila unapotamani kufika mahali, fikira zako ni zipi? Kwa sababu uwezo wako wa ndani ndio unaoweza kudhihirisha katika maisha yako chochote unachokihitaji. Uwezo wako wa ndani, sio nje. Uwezo wa roho yako ndiyo nguvu inayoweza kudhihirisha kile unachohitaji kiwe kwenye maisha ya kwako.
uwezo wako wa ndani udhihirishe kile unachohitaji kiwe kwenye maisha yako. Kwa kuwa tunapoongelea neema ya kifedha, hatuongelei pesa, bali tunaongelea juu ya kibali au nguvu ya uwezesho inayekuwezesha wewe uweze kufikiria au kuwa na malengo mapana. Uwe na uwezo wa kutimiza yale uliyojiwekea, malengo uliyojiwekea. Tunazungumzia nguvu ya uwezesho. Tunapoongelea neema ya kifedha, hatuongelei pesa, bali tunaongelea juu ya kibali au nguvu ya uwezesho inayekuwezesha wewe uweze kufikiri juu ya malengo yako ulionayo au uliojiwekea yaweze kutimia. Kwa kuwa watu wengi huzani changamoto yao ya kifedha au kukosa kipato kikubwa. Watu wengi wanafikiri au huzani changamoto yao ya kifedha au kukosa fedha ni kukosa kipato kikubwa, lakini ukweli mara nyingi hivyo ni tofauti na wanavyofikiri. Ndugu yangu, yoyote unayeona ameinuka duniani, amefanikiwa duniani, hakuna aliyeanza na kipato kikubwa. Nitasema mpaka mwisho, wanayotawala dunia kwa nguvu ya pesa au wanaoongoza kwa utajiri duniani sio waajiriwa wa serikali, sio waajiriwa. Alafu mbaya zaidi, watu ambao wanatawala kwa pesa duniani sio wasomi. Wakati wasomi wengi, maprofesa wengi wamelewa na ajira serikalini, watu ambao wanazaniwa sio wasomi ndio wenye viwanda duniani, ndio wenye pesa duniani, ndio wanawekeza vitu duniani. Wamekuwa na uwezo mpana wa kifikira. Kumbe hata wewe hapo ulipo inawezekana na kugeuka kuwa mtu mwingine. Inawezekana ukawa mtu mwingine kesho. Kwa hiyo ukiona leo uko hapa ulipo, usianze kuangalia jinsi ulivyo. Anza kujijengea picha ya kwamba mimi ni Doni wa kesho.
Hakuna aliyeinuka akaanza kusema mimi huyu ameshainuka, amefanikiwa, ameinuka na pesa. Kuna mtu alizaliwa na pesa? Wangapi alizaliwa wamekumbatia pesa? Waliyetoka kwenye matumbo ya mama zao wamekumbatia pesa. Wangapi wale kuwaona? Leo naweka msingi. Kuna namna ambavyo nataka kufungua akili yako. Fikra zikiwa mbovu, kuna mahali ufiki. Haleluya, haleluya. Ni tofauti na unavyofikiri. Changamoto kubwa tunayokumbana nayo ni fikira, wala sio ugumu wa maisha. Changamoto tunayokutana nayo ni fikira. Changamoto kubwa ni fikira zisizo na urafiki na utajiri unaotafuta. Nimesemaje hapo Yaani fikra zako hazina urafiki na utajiri unaotafuta. Mtume Paulo alisema, najivunia udhaifu wangu, kwa sababu ndani ya udhaifu wangu ndimo mlimo na heshima. Mungu anaona nguvu kupitia madhaifu ya Paulo. Unanielewa Unanielewa Na shetani akakutengenezea kopi. Kila itwapo leo anakamata fikra zako kukutazamisha udhaifu. Yana wewe badala ya kuona nguvu ya kuinuka unaonaga madhaifu. Kwa hiyo vita ya kwanza ulionayo kwenye uchumi, vita ya kwanza ulionayo kwenye mafanikio, vita ya kwanza ulionayo kwenye kila unachotamani kuinuka, ni vita ya kwanza ni fikra ulizo nazo. Kwa sababu fikra zako hazina ushirikiano, hazina urafiki na utajiri unaotafuta. My God. Namba 2, fikira zako zimegoma kuwa na urafiki na mwenye pesa. Wewe unatafuta pesa, lakini hizo pesa hazijajiweka, zina mwenye nazo. Asema pesa au fedha na dhahabu ni mali yangu. Unapotafuta, una ushirika gani na huyo mwenye pesa ila kupatia? Unajua, ngoja nikwambie, hata wewe ulipo hapo ni mali ya Mungu. Yesu wakati anakuja ulimwenguni alikuwa ni mtupu, hana chochote. Sio, unanielewa? Ili awe na hawa watu ilibidi Mungu ampatie. Mungu akampa watu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yohana anasema wale waliokuwa wako ukanipa mimi. Walikuwa wako ukanipa mimi. Ngoja nikusomee hili neno. Hata Yesu kumbe alipewa hawa watu. Sasa wewe unatafuta pesa, nisomee Yohana sura 15. Soma hapo ulipofika wewe.
Neno lako umewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu. Okay, asema neno lako nimewadhihirishia wale watu uliofanyaje? Ulionipa katika ulimwengu. Kumbe walikuwa sio wakwake, akapewa katika ulimwengu. Walikuwa wako ukanipa mimi, na neno lako wamelishika. Endelea kusoma. Ndiyo, sasa wametambua ya kwamba yote ulionipa yatoka kwako, kwa kuwa maneno ulionipa na yote ulionipa nimewapa wao, nao wameyapokea, wakatambua hakika ya kwamba mimi nimetokana na wewe, wakaamini ya kwamba wewe ndiye uliyenituma. Mimi nawaombea hao, siuombee ulimwengu, bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako, na wote walio wako, na wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu, na mimi nimeheshimika ndani yao. Unaelewa kitu? Unaelewa kitu? Unaelewa kitu? Sasa hawa walikuwa ni watu, na kuja kwa wewe unayetafuta pesa. Neno linasema fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu. Kumbe unachokitafuta kina mwenye nacho. Fikira zako zina ushirika upi na mwenye vile unavyovitafuta? Yesu alitengeneza ushirika na mwenye watu wake, akapewa. Alafu si watu tu, akapewa na vyote walivyotakiwa kupewa watu. Alafu akasema na wao nimewapa. Ukiendelea kusoma anasema kwa sababu hiyo ulimwengu umewachukia. Umewachukia ulimwengu kwa sababu walivyopokea vya kwako, ulimwengu umewachukia. Soma. Ndiyo, mimi nimewapa neno lako, na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu. Naomba nisikilize, chochote unachokitafuta kina mwenye nacho. Tunaelewana? Mungu anahitaji akupatie pesa. Anasema amekupa pesa ukiwa ulimwenguni, lakini sio ya kwako. Umeelewa? Yeye aliyekupatia alikupa uhalali wa kuitawala, alikupa uhalali wa kuimiliki. Unanielewa? Unanielewa? Kwa hiyo anahitaji ili uwe na uhalali huo, lazima tuwe na ushirika, tuwe na mapatano. Fikira zako zina ushirika na utajiri unaotafuta. Unajua ni rahisi sana kuita nahitaji neema ya kifedha. Nisiwahi kusema mahali, ni sana mtu anasema nataka nitoe uvimbe ndani ya mtu fulani. Huwezi kutoa uvimbe ikiwa fikira zako haziko kwenye huyu unayemwombea. Kama naombea mtu nikahamisha fikira zangu, huyo mtu hawezi kufunguliwa. Kama nitamwombea huyu mtu alafu nikahamisha fikira kwa yeye aliyenituma, aliyenipa nguvu za kufungua watu, huyu mtu hawezi kufunguliwa. Umenisikia? Sasa anasema kwa kitabu cha Mithali, kitabu cha Mithali, nitarudia tena hapo, kitabu cha Mithali ile sura 23 na mlango ule wa 4. Usijitabishe ili kupata utajiri,
Acha kuzitegemea akili zako mwenyewe. Narudia tena mstari huu, usijitabishe ili kupata utajiri. Acha vikodolea tu na ukategemea akili zako. Anasema mali unayotafuta ina mfumo wake, vinginevyo itakuwa inaruka kama tai alukae mbinguni. Kila unapotaka ikamata inakukimbia, kila unapotaka ikamata na kukimbia. Ndio maana mpaka leo kuna watu tumepewa kaneema fulani kakupewa tuhela tule, twakuonja ugali, twakuonja tujuisi kidogo, lakini hela ya kuweka kwenye mipango haikai. Kwa nini? Haikaaji na watu fulani. Bwana mradi amesema nimeamua kukaa na pesa. No. Ina maelekezo maalum. Nataka nikutazamisha hiki kitu. Je, Mungu hataki tuwe na watajiri? Mungu hataki tuwe na mafanikio? Why? Anasema usijitabishe kwa ajili ya nini? Utajiri. Rudia tena maneno. Usijitabishe ili kupata utajiri. Acha kuzitegemea akili zako mwenyewe. Je, ina maana Mungu hataki tusiwe na kuangalia pesa, tusitafute pesa. Ngoja tutafakari kwa mapana yake hili neno. Usijitabishe kutafuta nini? Na hapa nitaongea kwa muda mrefu kidogo. So nikikuacha hapo utatoka wengine nasema ndio maana asa haina shida, Mungu mwenyewe ndio anajua. Kumbe shetani amefungua mlango wa uvivu. Shetani amefungua mlango wa uchovu. Unakuta fikra zimekufa, mvivu. Huwezi kutafakari chochote. Sasa Mungu ndiye anayejua ataleta pesa. Kumbe uvivu wako umekufanya uwe maskini. Unaanza kusingizia waganga kienyeji, wameniloga. Unanielewa chozungumza? Unaelewa chozungumza? Asema usijitabishe ili kupata utajiri. Je, swali langu ni moja tu. Mungu hataki tuwe matajiri? Mungu hapendi tuwe matajiri? Kama utaniambia yawezekana na ni hivyo, anapenda tusiwe matajiri. Je, anataka tuwe masikini? Na kama anataka tuwe maskini, je, ni kanuni yake watu wake wawe maskini? Kwa nini usijitabishe ili kupata utaji? Alafu anasema acha kuzitegemea akili zako mwenyewe. Anasema je, utavikazia macho vitu ambavyo si kitu? Maana bila shaka mali hujifanyia mabawa kama tai alukaye mbinguni. Kila unapotafuta pesa itakukimbia. Kila unapotafuta pesa inakukimbia. Why? Una neema ya kifedha. Haleluya. Uwezo wa fikira zako. Hello? Uko wapi?
Nimesema kama huyu mtu hana uwezo wa kifikira, kufikiri mambo mapana kwa kina kwa ajili ya jambo analolitafuta, mafanikio asikie kwa majirani, mafanikio asikie kwa jirani. Kwa kuwa fikra zako zinaweza kuondoa fedha. Yaani fikra zako mwenyewe zina uwezo wa kufukuza pesa na isikae kwa maisha yako. Tunaelewana? Amen. Tunaelewana? Amen. Nimesema mfano, mtu yule kila anapoamka ana fikra ya kuwa mimi siwezi kuwa tajiri, mimi siwezi kuwa na fedha hiyo wanayoiongea. Sasa vipi sasa? Wametaja mabilioni, yani bilioni moja. Mimi siwezi kuwa na bilioni moja, mimi siwezi kuwa hata na milioni 10, mimi siwezi kuwa na wametaja mimi siwezi. Mwenye fikra ya siwezi hata kawe na pesa, kwa sababu fikra zake mwenyewe zitafukuza pesa. Ana fikra za pesa ni ya watu fulani tu, pesa ni ya watu fulani tu waliojaliwa, ina watu fulani. Unajua anatembea kabisa, anasema unajua kuna watu wamejaliwa bwana Kwa hiyo pesa ina watu waliojaliwa. Fikra zake zilipopanua mawazo yake, aliingia kwenye utajiri. Fikra zake zilipopanua mawazo yake, kutafakari namna anavyoingia kwenye utajiri, alienda sasa anavyofikiri. Why? Biblia inaweka wazi neno hili katika kitabu cha Wakolosai sura ya 3. Anazungumza neno hili wazi, anasema yoyote anayetamani kufika kwenye lengo fulani lazima awe na fikira zenye mapana. Anasema fikirini yaliyo juu kule Kristo aliko, wala msifikiri yaliyo chini. Fikirini yaliyo juu kule Kristo aliko. Ndio kama kweli ninyi mmeokoka, yatafuteni yaliyo juu. Manake fikira ninyi mliookoka, mnaozani Mungu anaweza saidia, Mungu ni msaada kwenu, Mungu ni baba kwenu, Mungu anaweza atajirisha. Anasema fikira zako zitofautiane na watu wa ulimwengu. Fikira zako zianze kufikiri sawasawa na kile Mungu amesema, yafikirini yaliyo juu kule Kristo aliko, ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika dunia. Maanake mtu mwenye uwezo wa kufikiri kimapana, nikicheza karata hii nitakula kete ya namna hii, huyu anatoboa. Juzi nilisema mtu anakuwa na shilingi 50,000 ndani, alafu bado anasema yeye hana mtaji. Ujue huyu mtu ni bogus. Ninarudia hilo nichukie. Ukiona na shilingi 50,000 ndani, alafu nasema sina mtaji, wewe ni bogus. Alafu livivu. Niulize kwa nini? Kalume kuna viatu vinavyouzwa mpaka shilingi 5,000 mpaka shilingi 3,500 viatu.
Anaenda Karume, anachukua viatu vya 3,500, anachukua viatu vya 5,500, anakuja na vifua, anaviweka juani, vinakauka vizuri, anavitengeneza vizuri, anaanza kutembeza mitaani. Leo anasema labda hiyo shilingi ngapi? Anasema labda 25,000. Nenda Mbagala uone wanavyotandika chini. Kaulize zile labda walizotandika chini wanazokuuzia 25,000, wao Karume wamelangua shilingi ngapi? Hivi ukichukua 50,000 yako ukachukua 5,500 kwenye 50,000 unapata labda ngapi? Unapata pea ngapi? Kama una uwezo wa kupata pisi 10, ukachukua labda za 10,000 ukachukua labda za 50,000 kwa shilingi 5,500, ukaja ukazitengeneza labda zako, wasema mimi nitaanzia 20,000 kuuza, akibisha tuje tufike kwenye 17,000, maana yake 12,000 itakuwa ni faida. Wewe ni maskini? Nasema wewe ni maskini? Wanaenda unaniambia hizo mpaka zinifue mimi. Kufua itakuwa kazi, kufua itakuwa kazi. Leo Wachina wametengeneza maeboebo mpaka vingine utafikiri viula yako Kariakoo Msimbazi pale. Kauliza ile maeboebo wanauza shilingi ngapi? Alafu yeye anayeuza lejaleja anakuuzia kwa shilingi 5,000 mpaka 6,000. Kauliza wanaolangua wale wanaouza jumla, wewe unayelangua anakuuzia shilingi ngapi? Uwezo wa fikra unaweza ukafukuza pesa. Uwezo wa fikra ulionao unaweza ukakusanya pesa. Sasa nazungumzia ile fikra zinazotawanya pesa, maana yake ni fikra zilizofinywa. Yaani upo tu, fikra zako ulizonazo nini zinafikiri na unaamua nini. Asema haleluya, nataka nije niwe nabii mkubwa sana kwa jina la Yesu. Mimi nataka niwe nabii mkubwa sana, nataka niwe nabii mkubwa sana. Okay, kuongea mdomoni sio tatizo. Nitapima kiwango cha fikra kitakachokufikisha kuwa nabii mkubwa, kwa sababu fikra ambazo zinahitaji uende kuwa nabii mkubwa zitakuwajibisha nini cha kufanya ili uweze kufika unapotaka kufika. Hai, tena imeandikwa. Kwani wengine wangapi wametabiri? Wangapi mmetabiri? Wangapi mmefundishwa? Anasema ongea zuri bwana. Wewe sema mimi nimebarikiwa, mimi nimeinuliwa. Ni jambo jema, ni jambo jema, lakini hakikisha roho yako imebeba uwezo utakao kusaidia. Maana tunapoongea uwezo wako wa kuongea usitoke mdomoni, utoke kwenye roho yako, ili uweze kukreate jambo fulani. Kama hautatoka kwenye roho yako, nisikilize, hata kamchicha tu hakaumbiki. Utajikuta baadaye maneno unayoyatamka unapanda mchicha na kufa. Fikira zako ni haba, zinaleta umauti baada ya kuleta uhai kwenye maisha yako, kwenye maisha yako, kwenye maisha yako. Haleluya, amen. Mtu mwenye fikra finyu jamani, mwenzenu kila nikijaribu kuweka akiba haikai. Lakini nitakapoanza kuwa na pesa nyingi ndipo nitahitaji kujifunza namna ya kuweka akiba. Yaani anataka atafute shule apewe maarifa namna ya kuweka akiba pale akipata pesa. Huyo ni pooza kweli. Kuna mambo hauwezi kuyafikia kama haujaamua kutoka ndani.
na unahitaji ile nguvu kutoka rohoni, kwa sababu mafanikio yako yanaanza rohoni, na chenye kudhihirisha mafanikio yako sio mikono yako ya kazi. Chenye uwezo kudhihirisha mafanikio yako ni ile nguvu ya Roho. Ndio maana Mtume Paulo anamwambia mwanaye, anamwambia mpenzi Gayo, naomba ufanikiwe sawasawa na roho yako ifanikiwavyo. Kwa nini? Alitambua kwamba kama roho haijabeba nguvu ya mafanikio, huyu mtu hatakaa afanikiwe, fikira zake zitakuwa finyu. Hebu kaa chini, jitafakari, angalia unayoanza tangu asubuhi mpaka jua linazama. Fikira zako ni zipi? Fikira zako zimekupa ubunifu gani? Nini umekibuni tangu asubuhi? Nini umeplan tangu asubuhi? Ndio. Ninajaribu kukusaidia wewe, kwa sababu kuna watu wameomba. Tunaomba Bwana utupatie mtaji, tunaomba Bwana tusaidie Bwana, nikipata mtaji nipate kufanya biashara. Bwana Yesu, aya. Mungu amekuinulia watu, wamekuletea mtaji. Wangapi mmekula pesa mlizopewa mkizani ni mtaji, na pesa zimeletwa na una cha kufanya. Sasa nifanye nini? Na shetani anasema kumbe wameleta pesa kwa mtu taira na mbona hii ameleta pesa okay, ngoja. Kwa unapofikiri pesa nifanye nini, unakuta mtoto anakuja anatoka shule anasema kichwa kinauma mama, kichwa kinauma mama, kichwa kinauma, twende hospitalini. Pesa ni ile. Unaenda kule, shetani nikisema kichwa tu watampatia panado atulize maumivu na kichwa kitapoa. Unanielewa? Sasa huyu akipima onekane na UTI alafu sugu. Yaani wanasema UTI alafu wanaongeza na neno sugu. Bwana huyu matibabu yake ili akae sawa anahitaji dozi ya 30,000. Kuna mtu amekupa kalaki ukafanya kabiashara. Ndio. Jamani, si mpo hapa mmepewa metaji mmekula. Na wiki hii kinitupendeza Mungu tunafichua kwamba tatizo lilo nalo ni lipi. Na unafichaga viela. Unaonga boyfriend. Ndio. Umeomba huku mtaji. Fikira zako zinafukuza, fikira zako zimeua biashara. Wewe nikwambie, kwa sababu mtu mwenye fikira finyu anafanya biashara, fikira zake si kwamba atashindwa kuuza hata shilingi 100. Fikira huwa zinahamisha network. Huyu mtu anabaki kwenye manunguniko. Nilishasemaga mimi ni fungu la kukosa. Mimi ni fungu tu la kukosa. Kama mimi ni fungu la kukosa. Kama unajielewa wewe ni fungu la kukosa, uliendaje kwenye biashara? Ungeachia wezio. Wewe si fungu la kukosa. Kama ni fungu la kukosa, kaa nyumbani. Ndio. Alafu mwambie Mungu, niondoe duniani. Ndio. Maana sina faida. Ni fungu la kukosa. Ndio. Unanielewa mwanangu? Kama fikira hazijafunguliwa, yaani utatembeza dishi la maembe mpaka hivi. Wanaoinukaga wanainukea wapi? Walipanda ngazi aina gani? Hawana ngazi. Wanaanza kutembea peku kama unavyotembea wewe. Kesho unakuta waoke wana kiatu cha 90,000. Kesho kuta wewe wakati una ndala ya shilingi 2,000. Wanaita umoja. Ndio. Ambazo wezio hata kwenye kuogea tena wamezigomea. Ndio. Kama wakiziweka kwenye choo kuogea wanaona kama hizo ndala uchafu.
Usisema na majigambo, wewe ndio unakwenda. Neno hili anasema msijitaabishe kwa ili kupata utajiri. Limepofusha fikra za wengi sana. Anasema yafikirini yaliyo juu, kule Kristo aliko. Wakati wa Filipi 4:19, angalia anachokisema. Azia mlango 19 hapo. Katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Tunahitaji neema ya kifedha. Wengi mnahitaji neema. Ndio. Lakini kuna vitu vitazuia neema kukaa. Sababu neema ya Mungu ili ikae ndani mwako. Neema haikai mahali ambapo hapajatengenezwa. Lazima kuna tabia zitengenezeke kwanza. Ndio. Ili neema ya Kristo ikae. Nimesema kama fikira zako zimezoeshwa kufikiri mambo ya kidhaifu, jua kwamba si rahisi kufanikisha mipango yoyote ile katika maisha yako. Kama fikra zako zimezoeshwa kufikiri mambo ya kidhaifu, jua kwamba si rahisi kufanikisha mipango yoyote katika maisha yako. Mipango yako yoyote katika maisha yako. Hebu fikiri, ni mara ngapi umekuwa na mipango ya kuwa mtu fulani mwenye mafanikio ya aina fulani na mpaka sasa hauna? Je, ni kwa sababu Mungu ana upendeleo? Hebu fikiri, ni mara ngapi umekuwa na mipango ya kuwa mtu fulani mwenye mafanikio ya aina fulani na mpaka sasa haujafikia hayo? Je, ni kwa sababu Mungu ana upendeleo? Je, kwa sababu Mungu alikuumba uwe maskini? Hebu tufikiri kwa upana wake neno hili. Mwandishi anamaanisha nini anapotuambia msijitaabishe kupata utajiri? Je, Mungu hataki sisi tuwe matajiri? Nini anamaanisha huyu mwandishi wa Mithali? Msijitaabishe ili kupata utajiri. Nini alikuwa anamaanisha? Ngoja tujaribu kudukua kidogo. Turudi nyuma katika Mithali hiyo tena, sura ya 3 na mlango ule wa 5 mpaka 10 pale. Nini anamaanisha? Unajua, ukisoma neno hili unaweza kufikiri Mungu hataki wewe tajiri. Unaweza kufikiri Mungu anataka wewe maskini. Mungu ana ugomvi na maskini, kwa sababu Biblia inasema kinyonge hakitakaa kiingie mbinguni. Kinyonge. Ndio maana sasa unakuja unajiuliza, sasa alichagua vinyonge aviaibishe vyenye nguvu wapi? Duniani. Lakini mbinguni hana vinyonge.
Mithali sura ya 3 mstari wa 5. Mithali sura ya 3 mstari wa 5. Mithali sura ya 3 mstari wa 5. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Kula anasema msijitabishe ili kupata utajiri. Alafu anawapa kwamba msizitegemee akili zenu. Huku anajaribu kukufichulia tena kingine. Anasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Alafu anarudia tena, usitegemee akili zako mwenyewe. Kumbe chochote unachokihitaji ili kiwe qualified kwenye maisha yako hakihitaji kidhihirishwe na akili yako. Ili ufike kwenye lengo fulani, vitu vyote viwe qualified kwenye chochote unachofanya, havihitaji udhihirisho wa akili yako. Anasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote, katika biashara zako zote, mkiri, muamini, naye atakunyoshea biashara zako. Lakini usiwe mwenye hekima machoni pako. Mheshimu Mungu ukajiepushe na uovu. Itakuwa afya mwilini mwako na mafuta mifupani mwako. Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako. Ndipo ghala zako zitakapojazwa. Kwa nini? Kwa wingi, na mashinikizo yako yatafurika limani. Kuna mtu ananielewa? Sasa Mungu uwezo wa kufanya Israeli ile ishibe alikuwa nao. Alikuwa nao. Kwa sababu hata wakiwa jangwani aliwalisha mana. Umenielewa? Umenielewa? Kumbe hata kabla ya kwenda jangwani bado alikuwa na uwezo wa kuwalisha na kuwakomboa kwa namna yoyote anavyotaka yeye, anavyojua yeye. Sasa kama ni hivyo, kwa nini Yusufu anahitaji kuwa lango, kuwa mbeba hatima ya Israeli? Kwa nini aanze kumpitisha kwenye majaribu? Na chanzo chetu kinaanzia kwenye ndoto. Yamkini huko hapa na wewe chanzo cha utajiri wako Mungu amekianzishia kwenye ndoto. Kuna vitu umeviona vingi sana, wewe ni mtu wa aina fulani, lakini mpaka leo hujawahi kuvifikia. Sasa kiukweli niliota mimi ni tajiri wa aina fulani, mimi ni mkuu sana, mimi niliota. Why hujafikia kwenye ukuu? Uliwahi kujiuliza kwa nini Mungu anamwelekeza Yusufu ya kwamba atakuwa mkuu sana, na mama zake watamsujudia, na baba yake atamsujudia, ndugu zake watamsujudia, lakini anapokuja kupresent ile ndoto yake, vita inaanza. Na Mungu huona kiingilia kati. Huyu mtu anaondoka mpaka anaenda nauzwa, alafu anauzwa aelekee Midiani. Wa Midiani wanamchukua, wale wa Ishmaeli wamenunua kwa kaka zake, wanampeleka Midiani. Nataka nikusaidie. Amen. Akili yako ifunguke. Amen. Kaka zake fikira ni pesa. Ndio. Kwenye fikira za Mungu sio pesa. Yes. Anamhitaji mtu wa kusababisha ukombozi. Yes. Kaka zake fikira ni pesa, na wakati na hao waliomnunua wanaona wamepata bidhaa njema,
wakamchukua Midiani, wakaondoka naye. Unanielewa? Unanielewa? Kwenye fikra za Midiani nazo zinaangalia pesa, kwa sababu fikra zinaangalia pesa. Wakakutana na Misri, nao wakamuuza kwa Misri anaitwa Potifa. Kwa hiyo huyu anapigwa danadana, ametoka kwenye mikono ya kaka zake, ameenda kwa Washmaeli wa Midiani hawa. Anatoka kwa Ishmaeli anapeleka kwa Potifa, watu wa Misri hawa. Sikia, Mungu hayuko hata na mateso ya Yusufu. Yusufu anaingia ndani kwa Potifa. Unanielezea? Kaka zake hawakumuelewa Yusufu ni nani, wameuza kitu cha aina gani. Kama wangejua, ya mwingine wasingeuza, asababisha baraka kwenye maisha yao. Ila fikra zao zilitupa nje dhahabu. Washmaeli wangejua mtu waliyemnunua ni wa aina gani, wasingemuuzia Potifa. Lakini fikra walizonazo zikatupa nje dhahabu. Yusufu akaingia kwa Potifa. Alipoingia tu Yusufu, Mungu anataka mtambulishe Yusufu ni wa aina gani. Alipoingia tu kwenye nyumba ya Potifa, kila kitu kilibadilika. Kila kitu kilibadilika. Na Potifa alikuwa ni mkuu wa majeshi. Unanielezea? Lakini maskini huyu kamekuja kajamaa kajingajinga tu, kamenunuliwa, kameingia ndani. Wewe huna neema ya kifedha, huna ile kapasa ya kukusanya utajiri, lakini kameingia kajamaa ambako unaona kaeleweki, lakini fikra zake ni pana. Kanafikiri yaliyo juu kule Kristo aliko, kwa sababu ya upana wa fikra zake anazihirisha mambo makuu ambayo wewe miaka yote hujawahi zihirisha. Sikiliza, alipoingia kwa Potifa, kila kitu kikawaka. Kikaanza kushaini, kikaanza kuexpand. Ameingia mtu mwingine mwenye fikira chanya ya kusababisha mafanikio. Sikiliza, mkuu mwenyewe huyu, askari mwenyewe akaja kwa Yusufu. Kwa kweli toka ulipoingia humu ndani kila kitu kimebadilika. Kwa hiyo mimi nimesalenda kwako, kila kitu kiwe chini yako, kasoro tu mke wangu. Na Yusufu akasema, wala sipate shida, najua namna ya kuteka baraka hii na neema ya kifedha. Sikiliza, hata kama utanipatia vyovyote unavyonipatia, hutakaona nimekula cha kwako, kwa sababu Mungu amenifundisha uaminifu. Wengi wameua maisha yao wasio waaminifu. Bosi amekuajiri, hata kama ni pagani, unahitaji uaminifu ili Mungu akuinue hapo. Yusufu akatengeneza uaminifu, akawa mvumilivu, akawa mnyenyekevu, akasababisha baraka mkubwa kwa nyumba ya Potifa. Na mke wa Potifa bila kujua ndio wenye fikira finyu hawa. Akaja na kuweweseka kwake, kamchonganisha huyu wakatimua ka Yusufu, weka gerezani. Sikiliza, Yusufu anaingia gerezani. Gerezani kukabadilika. Kwanza ndio uwe mkuu wa gereza. Toka lini mtu ambaye hajawahi somea, hajasoma, hana hata mafunzo ya askari, hana hata hiki, uje mwambie wewe uwe mkuu wa gereza? Toka lini? Unaelewa ni neema gani ambayo imemwezesha Yusufu? Kulikuwa na nguvu gani ndani ya Yusufu? Sizungumzi nguvu ya mikono, uwezo wa ndani
Kanisa la leo limegoma kubeba uwezo wa ndani waweze kuinuka kimafanikio. Hata maisha ya kawaida yamekuwa changamoto kwa sababu uwezo wa ndani ni mfinyu, umekufa. Hauna roho ya mafanikio. Unataka kufanikiwa kwa namna gani? Neema ya kifedha inaambatana na roho yenye nguvu. Ndio maana mtu mwenye hii neema popote aitakapoingia hana hata shilingi 100. Nisikilize, atakula, atakunywa, atavaa. Yusufu akwenda kuomba mniweke mkuu wa majeshi. Ila neema ilimudhihirishia. Yusufu anatakiwa kwenda Misri, aende kuwa waziri mkuu. Hatakiwi yeye kuwa gerezani huyu, hatakiwi kukaa kwa Potifa huyu. Mpango ni ule ule. Wewe uliondokaje kwa babako? Ndoto iliniondosha kwenye nyumba ya baba yangu. Kumbe na hapa kwenye gereza itakuondosha ndoto. Lakini hutaota wewe, wataota wafungwa wezi. Ndio maana Biblia inasema mwenye ndoto hafi. Mwenye ndoto hafi. Ana fikra pana. Anakuja kesho anauliza, "Jamani vipi?" Yaani bwana, toka ulivyoingia wewe humu ndani humu pamoja na ufungwa, yani tunaona kama tuko nyumbani. Tunajisikia raha. Kwanza tulivyokuwa na wewe yani kwanza tunakushangaa yani. Wewe ni mfungwa mwenzetu. Wamekupa tena ukuu, uwe mkuu wa gereza. Lakini pamoja kuwa mkuu wa gereza hauna manyanyaso na sisi. Unacheka na kila mfungwa. Wewe ni mtu wa aina gani? Tumebarikiwa. Waliobarikiwa hawanuni nuni ovyo. Waliobarikiwa hana hasira ovyo. Tumebarikiwa. Sasa tunajivunia wewe. Sasa vipi sasa? Lakini bwana, ngoja tukwambie, kuna kitu kinatuhangaisha humu ndani. Hamjui mnapeperusha ndege. Wewe tumeota ndoto. Mna ndoto sasa. Sikiliza, wewe ndoto uliota kesho saa 3. Kesho saa 3 asubuhi unaenda kufa. Na hapo Mkristo mtafsirie ndoto za kifo, uone kama atakuja kanisani. Tafsiria ndoto za kuferi kama atakuja hata kanisani yako. Utaanza kuambia Freemason. Kwa sababu wengi wataki kujifunza, wapanue fikra zao. Unaenda kufa saa 3 asubuhi, lakini wewe saa 3 yani wote mtatolewa gerezani. Shida sio kutoka gerezani, lakini wewe unapotoka gerezani saa 3 unaenda kunyongwa. Ila wewe utatoka gerezani, utaenda kuendelea kufanya kazi Ikulu. Sasa kwa nini huyu mwambie aende kwa Ikulu afu mimi nanitabiria kifo? Ninaogopa na wewe. Kwani mimi tunajua? Hatujuani. Hapo ndipo wengi ushirikina unapoanzia. Kachungaji akaeleweki kashirikina. Kwa nini? Kwa sababu fikra zake zimegoma kuelewa nini Mungu anaongea ila uweze kufanikiwa. Sasa Biblia kulivyokucha asubuhi, wakakuta asubuhi anafungua mageti, wanasema fulani na fulani mfalme ametuagiza wafunguliwe leo watoke gerezani. Sasa yes. Hii ni njema hii. Hii ni njema hii. Alafu wanafunguliwa, wanaenda kwa mfalme. Mfalme anaagiza huyu mnamo saa 3 inabidi akate kichwa, lakini wewe kaendelea na kazi pale ndani, endelea na kazi yako ulikuwa unaifanya kabla hujashtakiwa. Kakaenda kakaa kanafanya kazi, mwenzie ameenda kunyongwa sawa sawa na neno la Yusufu. Alafu huyu ameachiwa. Yusufu aliyewatabiria nenda yuko gerezani, hajatoka. Akakaa mpaka kasaulika. Mungu alitegemea
nikiwatoa hawa, mmoja atakayebaki ikulu atasababisha Yusufu atoke. Lakini kachoyo hakakumwambia mfalme, akaenda akakaa kimya. Biblia inasema Mungu akaleta ndoto kwa mfalme. Mfalme akaita waganga wa kienyeji, akaita wachawi, akaita wasoma dua. Anasema hawakuweza kung'amua. Akaja yule aliyekuwa anamhudumia maji, mfalme maji. Sasa mfalme, nimepata wazo. Nimekumbuka kabla sisi hatujaja hapa, kuna jamaa mmoja ni Mwebrania, huyu tulikuwa naye kule, tumewafunga naye, ni mfungwa. Alitutabilia sisi, yale aliyotutabilia ndivyo yaliyotokea. Sisi tuliota ndoto 1, 2, 3, akatutafsiria. Na kweli tulivyokuja hapa, mwenzangu amekufa, umemnyonga, mimi umeniambia niendelee kufanya kazi. Yuko wapi? Kwa gereza fulani. Ndipo naona mfalme anatuma tena watu, mkamtoa Yusufu. Alafu siku anatolewa Yusufu, anakuja kwa mfalme. Twambie, wenye fikra chanya hawa, twambie. Usifikiri kila mtu anafanikiwa kwa kubeba magimbi. Kuna wengine watafanikiwa kwa wazo lako tu, kuwa jema kwa watu wengine. Yusufu alipofika pale akakaa kwenye kiti. Ndiyo mfalme, nasikia unaniita. Sasa bwana, nimeota ndoto. Sasa mfalme, ndoto uliyoota iko 1, 2, 3. Ni Mungu anaongea. Mungu anasema 1, 2, 3. Mtafute. Alafu akawapa kafumbo na kakibano hapo. Mtafute watu wenye calculation pana, wenye mahesabu mapana, watakao calculate namna gani ya kutunza chakula ndani ya miaka 7 ya shibe, alafu wabakize chakula kwa ajili ya miaka 7 ya njaa. Maana itaanza miaka 7 ya shibe, alafu inakuja miaka 7 ya njaa. Mfalme akakaa chini akasema, hata mimi hii hesabu sijawahi kuifanya. Katika Misri sijamuona mwenye akili ya namna hiyo. Asa tumpata wapi mwenye roho kama hii? Yusuf, wewe hili swala ndio usimamie. Tangu leo uwe waziri mkuu Misri. Ambaye hajasoma. Sikiliza. Biblia iniambia alikaa kwa Potifa kwa miaka mingapi? Lakini alitoka kwa baba yake na miaka 17. Hajasoma. Anakuja kwa ameuzwa kufanya kazi kwa Potifa. Anaenda gerezani. Tegeze jirani, mwambie hiyo ndio elimu yake. Usifikiri elimu ya kidunia ndio inayokufanikisha. Na Mungu anakitaka kupe elimu na elimu ya kwake. Unanielewa? Akaondoka Yusufu, akawazi Mungu. Alafu sikiliza, mahesabu ya Yusufu aliyoyafanya hayakuwafanya Israeli wakanunue tu chakula Misri. Mpaka wa Misri wenyewe walibidi wapige hodi kwa Yusufu tena kununua chakula alichokusanya kutoka kwa wakulima waliyelima wenyewe. Nachotamani ukielewa wiki hii kwamba hapo ulipo unaweza kwenda level. Anasema usitegemee akili zako. Kwenye Yeremia, nenda kamalize Yeremia 9 mlango 25, 23 mpaka 24. 23 mpaka 24. Ndio. Bwana asema hivi, mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima. Mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake. Wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake. Wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake. Bali anayejisifu
na ajisifu kwa sababu hii ya kwamba anamjua Mungu. Unanielewa? Ya kwamba mimi ndiye niliyemuumba, nitendaye mema na hukumu na haki katika nchi. Mimi napendezwa na mambo hayo, asema Bwana. Wenzo ambao Mungu anataka wewe utajirike, sio wenzo wa akili za kwako. Na ndio maana hata neema ya Mungu haitendi kazi katika akili za kwako, bali inatenda kazi katika mfumo wa kiungu. Anataka utumie akili za kwake, utembee kwa mfumo wa kwake, ni rahisi kufanikiwa. Ni rahisi kufanikiwa. Ndio maana kula anasema anza kuwa na ukiri. Kiri mambo makuu yaliyoko ndani ya mfumo wa Mungu. Ukiona akili zako zinasema mimi ni wa hivi hivi, mimi ni failures, mimi sitakaa niinuke, ujue utakaa uinuke.